Kwa majina naitwa Nuru Kevin Mapunda, alimaarufu kama Aunty Ruru. Ni mfanyabiashara, mwigizaji na mwanaharakati. Leo nikopo na mambo machache ambayo nataka kushare na nyie. Ndugu zangu, kama wengi ambao mnanifahamu kwamba mimi ni mwanaharakati na mnakuwa mnaniona kwenye mitandao ya kijamii tukipambana kutafuta haki kwenye taifa letu, hasa kwenye masuala ya demokrasia na utawala bora. Ndugu zangu wananchi na wanachadema wenzangu, harakati zetu zimekuwa kwa kasi kikubwa sana, tukihamasisha watu wajitokeze katika maandamano Oktoba 29. Kuna kauli ambayo tunatumia kwamba ametekwa au hajulikani alipo. Mimi naweza nikapingana na hiyo kauli, kwa sababu tunaona viongozi wengi waliokamatwa wako sehemu husika, wamefikishwa sehemu husika. Na kwa nini wanakamatwa? Sio kwamba tunaonewa, na mimi nikiwepo. Ni kwa sababu tunahamasisha vurugu, tunahamasisha maandamano. Maandamano kuna watu watasema ni haki kikatiba. Ni haki kikatiba kama tukifuata utaratibu, sio kama tukifanya fujo. Kwa hiyo ushauri wangu mimi sio kwamba kuna watu watasema media amenunuliwa huko CCM, ameweza. Mimi siwezi kununuliwa na CCM. Cha kwanza kabisa siwezi kununuliwa CCM, siwezi kufanya shughuli za CCM, mimi sio CCM na sijashauriwa na mtu. Mimi mwenyewe nimekaa nikatafakari, nikaona hichi tunachoenda kukifanya kitaharibu miundombinu, tutawapoteza ndugu zetu, tutaumiza ndugu zetu, na sisi wengine hatutahudhurika. Kwa sababu mimi nitakuwa na pesa kuondoka niende wapi, niende Nairobi, niende Dubai, niende wapi, lakini kuna mwingine hatakuwa na pesa. Kwa nini tuhamasishe maandamano afu sisi tunakimbia? Kwa nini tuseme kwamba twendeni tukaandamane, sisi wengine tunavuka boda? Kwa nini wanavuka boda? Kwa sababu wanajua kitachotokea ni nini kwenye vurugu. Ukifanya vurugu kitachotokea ni nini? Utadhibitiwa. Ili tupate kitu ambacho tunakitaka, tutengeneze misingi, utawala bora, kiongozi bora ambaye tunamtaka, tunaweza kutumia utaratibu mzuri bila fujo. Sidhani kama Mungu anapenda tufanye udai haki kwa fujo au kwa vurugu, kwa mtu yeyote, kwa dini yoyote. Uwe Mkristo, uwe Muislamu. Hakuna dini ambayo itakwambia kwamba udai haki kwa fujo, au hamna kitabu ambacho kitakwambia ufanye fujo, upige manati, uchome vituo vya polisi, uwe polisi, ufanye hivi. Kwa hiyo tufanye vyote kwa vyote, siasa isilete chuki ya sisi na vyombo vyetu vya usalama, vyombo vyetu vya ulinzi. Polisi kazi yetu ni kutulinda raia na mali zetu. Kuna misemo ambayo tunaitumia Instagram, tunasema ambao wanatakiwa kutulinda ndio wanaotuumiza. Wanatuumiza kwa nini? Wanatuumiza kwa sababu sisi tunakopo tunafanya vitu ambavyo viko nje, na wao kazi yao ni kuhakikisha usalama. Polisi hawezi akaona saizi wewe unaposti kwamba utapiga manati, utaharibu gari akakuacha salama. Hawezi polisi akakuacha unamtukana rais, unamtolea maneno ya ajabu. Siasa, nendeni jibishaneni kwa fact. Afu akikamata utasema kwamba polisi kazi yao ni kuteka na kutupiga na kutuonea. Mimi natamani tufanye vitu vya akili kubwa sana. Tuache kubezwa na kugombana na vyombo vyetu vya ulinzi, ambapo tukiambiwa hata siku moja dakika 5 tu wavifunge watulie nyumbani kwao polisi, inchi itakuwa ni takataka. Kama hizo reform hazijafanyika sasa hivi na mgombea wa rais amesema kwamba atazifanya, na sisi hatutaki kusubiria mpaka azifanye, basi tuache tuapishe siku yao, sisi tuendelee siku nyingine. Na ombi langu kuu ambalo nitalirudia mara na mara ni kuwaomba wanaharakati wote tuje ndani ya nchi yetu, tufuate utaratibu mzuri, tufanye maandamano ya amani, na imani hata vibali vitatoka, hata polisi watasimamia maandamano. Kwa hiyo maandamano ya kusema kukomboa nchi sio lazima tuharibu vitu, tutaua ndugu zetu. Tusidanganywe. Mimi sasa hapa nitatoka, familia yangu kule inanitegemea, nitavunjwa kule, inaanza kuniuguza, hiyo pesa napata wapi? Watu wengi tunaongea kwa sababu mtu una uchungu wa maisha, una uchungu wa vitu vingine, lakini au mtaki huyo, utaki hichi, subiri. Kila kiongozi hata chama pinzani, hata nia Chadema ni kushika dola. Sasa kama kila nia kushika dola, hata yeye angekuepo kule tungeona mapungufu yake. Hata sisi ni binadamu, kile binadamu na mapungufu. Hata sisi tungekopo ndo tunatawala Chadema, mngeona mapungufu. Na kingekopo chama pinzani ambacho kingeweza kukosoa kwamba kuna hichi tofauti, kuna hichi tofauti. Mwanadamu yoyote, hata mchungaji, ana mapungufu. Amani ni nzuri. Wanaoatieni moyo kwamba tokeni, mkitoka wengi wako nyumbani, tutoke wote tuwepo. Simona wamekimbia, mimi nimebaki Tanzania. Wote wamevuka. Tanzania tupo sijui 3 sijui 4 ambao tunapost Instagram. Ambao tutakao kufa ni nani? Tunabaki free, hamna tutakachosaidiana, ni kupostena tu free shaondoka. Kwa hiyo tutengeneze utaratibu mzuri ambao utatusaidia.